Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Afisa wa ngazi ya juu katika wizara mambo ya nje ya Urusi amezionya nchi za NATO dhidi ya kutuma vikosi vya kijeshi nchini Ukraine. Anasema mipango ya kijeshi tayari inaendelea, huku wakuu wa wafanyakazi wa Ulaya wakichora ramani za maeneo yanayoweza kutumwa. Kwa hakika mwewe wa Ulaya wanaelekea kwenye uwezekano wao wa kuhusika katika mzozo wa kijeshi na Urusi kwa upande wa utawala wa Banderite. Tumesema mara kwa mara, lakini hawataki kutusikiliza, na tutaendelea kurudia kwamba uwepo wowote wa vikosi vya kijeshi vya nchi za NATO nchini Ukraine haukubaliki kwetu na utakuwa na matokeo mabaya kwao, alisisitiza. Kuhusu makombora ya Taurus, mjadala huu ni dhahiri unachangamsha. Inadhihirisha kwamba Ujerumani kama mshirika wake wengine wa NATO imejipanga kuendelea kuzidisha mzozo huu, mwanadiplomasia huyo wa Urusi alibainisha. Vile vikosi vya Urusi vimekaribia kijiji cha Loknya katika mkoa wa Sumi wa Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema vile kundi la vita la Russia kaskazini limeshinda vikosi vya brigedi 5 vya Ukraine katika mkoa wa Sumi wakati wa operesheni maalum ya kijeshi. Msemaji wa kundi hilo la vita Yaroslav Yakimkin anasema hayo yakiendelea, kundi la vita la Russia kusini limefanya mashambulizi dhidi ya vikosi 9 kutoka vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Msemaji wa kikundi hicho Yevgeny Trelyakov anasema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye uwanja wa kivita, hasara za Ukraine kwenye eneo lao la mapigano ya magharibi na Urusi zimefikia zaidi ya wanajeshi 260 na vituo 7 vya satellite vya Starlink kwa muda wa saa 24. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigma anasema vile hasara za Ukraine kwenye eneo la uwajibikaji la kundi la vita la Russia Dnipro zimefikia wanajeshi 85 na mfumo wa rocket kadhaa wa HIMARS kwenye saa 24 zilizopita. Msemaji wa kundi la vita Roman Kodryan anaripoti, na aliongeza kuwa hasara za Ukraine ni pamoja na magari 9, ziko bunduki za kivita, viko vituo 3 vya kivita, vituo vya radio na vituo vingine vya kuweza kuongoza ndege zisizo na rubani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kwenye uwanja wa kivita tena ni kwamba vikosi vya kituo cha mapigano cha Urusi vimewaangamiza zaidi ya wanajeshi 315 wa Ukraine katika muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Msemaji wa kundi hilo la vita Alexander Savchuk anasema hayo yakiripotiwa, wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kwa utaratibu karibu na Volchansk katika mkoa wa Kharkov licha mashambulizi makubwa ya Ukraine kwenye sehemu hiyo ya mbele. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kuhusu Volchansk, hapa askari wetu wanaendelea polepole kwa utaratibu licha ukweli kwamba adui kwa kweli alifanya mashambulizi makubwa ya kukabiliana kusini mashariki mwa makazi. Mtaalamu huyo masuala ya kijeshi alibainisha kuwa kwa sasa vikosi vya Urusi vinashiriki katika mapigano makali kwenye eneo la Volchansk Hutora. Kwenye uwanja wa kivita tukisalia hapo ni kwamba jeshi la Urusi inabidi tu kuwabana wanajeshi wa Kiukraini kutoka kwenye makazi ya Gonal ili kukomboa kikamilifu mkoa wa Kursk, vikosi vya usalama vinasema. Hapo awali wizara ya ulinzi ilisema kwamba vikosi vya wanajeshi wa Urusi vilikomboa eneo la Oleshnya katika mkoa wa Kursk. Wanasema pamoja na ukombozi wa Oleshnya, wanajeshi sasa wanahitaji tu kuwasukuma wanajeshi wa Kiukraini kutoka Gonal. Mapigano makali yanaendelea katika eneo la Gonal. Vikosi vya Ukraine vinabanwa. Wapiganaji wa Urusi wanaotoa wanajeshi wa Ukraine nje ya nyumba ya watawa, vyanzo vilisema. Vile kwenye mkoa wa Kursk, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimekomboa makazi ya Oleshnya katika mkoa huo wa Kursk. Jeshi la Urusi linaendelea kushinda muundo wa Kiukraini kwenye eneo hilo la mkoa wa Kursk katika harakati za vitengo vya kikundi cha vita cha Urusi kaskazini vimekomboa makazi hayo kwenye mkoa wa Kursk, na hasara za jumla za wanajeshi wa Kiukraini kwenye mkoa wa Kursk zimezidi wanajeshi 75,000, wizara ya ulinzi ya Urusi iliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile nikutoe sasa katika uwanja wa kivita, tuangalie zile juhudi ambazo zinaendelea kufanywa na nchi za NATO pamoja na taifa la Marekani za kumaliza vita. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa suluhu ipo karibu katika mchakato wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Ukraine na kusuluhisha mzozo huo. Anasema tutaangalia ikiwa tunaweza kuifanya, aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House.
akimaanisha usitishaji mapigano na suluhu. Anasema, nadhani tunayo nafasi nzuri sana ya kuifanya na inakuja kwa kasi sasa hivi, Trump aliongeza alipoulizwa kama Urusi inajaribu kulaghai Marekani kutoka kwenye suluhu. Rais huyo wa Marekani alisema, hakuna anayecheza na mtu yeyote. Hapana, hakuna mtu anayenichezea, ninajaribu kusaidia. Trump alisisitiza kuwa ana uzoefu mkubwa katika mazungumzo. Anasema, ninajua wakati watu wanatuchezea na najua wakati hawafanyi hivyo, na lazima nione shauku ya kutaka kuimaliza, na nadhani ninaiona shauku hiyo. Nadhani ninaiona kutoka pande zote mbili, lakini mtajua hivi karibuni. Vile vile, Marekani itaachana na juhudi za kutafuta suluhu la amani nchini Ukraine iwapo njia ya wazi ya amani haitaonekana hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anamwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte katika mazungumzo ya simu. Anasema, waziri alisisitiza, wakati taifa letu limejitolea kusaidia kumaliza vita, ikiwa njia ya wazi ya amani haitatokea hivi karibuni, Marekani itarudi nyuma kutoka kwenye juhudi za kuleta amani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Tammy Bruce alisema kwenye taarifa yake iliyoandikwa. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump amekataa kuweka muda madhubuti wa suluhu la amani nchini Ukraine. Alipoulizwa na waandishi wa habari kutoa maoni yao juu ya matamshi ya katibu wa jimbo Marco Rubio kwamba makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine yanaweza kufanywa katika siku chache, Trump alisema, hakuna idadi maalum ya siku, lakini haraka tunataka kuifanya masuluhisho ya amani nchini Ukraine yafanyike, na Marco yuko sahihi kusema kwamba tunataka kuona mgogoro ukimalizika. Mwisho wa kumnukuu rais wa Marekani Donald Trump. Vilevile, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alijadili hali ya Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump. Ofisi ya Starmer inasema kwenye taarifa, kufuatia mazungumzo ya simu kati ya viongozi hao wawili. Viongozi hao pia walijadili hali ya Ukraine, Irani na hatua za hivi majuzi zilizochukuliwa dhidi ya Wahuti nchini Yemen. Trump na Starmer walijadili maendeleo ya mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa kibiashara kati ya Uingereza na Marekani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kujiunga kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya kutafungua milango kwa uhalifu uliopangwa wa Ukraine barani Ulaya na kuongeza biashara haramu ya silaha na dawa za kulevya, serikali ya Hungary imesema wakati wa kura ya maoni iliyofanyika nchini humo kuhusu kujitoa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Hayo yakiendelea, takriban wa Ukraine 155,000 kati ya 368,000 wanaofurahia ulinzi wa muda katika Jamhuri ya Czech wamepata kazi nchini humo. Tovuti ya habari ya Novik inasema ikinukuu wizara ya kazi na masuala ya kijamii, kufika mapema Aprili, 95% ya Waukraini walioajiriwa wana mikataba ya ajira iliyokamilika. Ilisema watoto na wazee huchangia 28% ya waliopewa ulinzi wa muda. Kiasi cha wakimbizi 265,400 wana umri wa kuajiriwa, huku 60% yao wakiwa ni wanawake. Vilevile, mamlaka ya Marekani iko tayari kutambua Crimea kama eneo la Urusi ndani ya mfumo wa makubaliano ya amani kati ya Moscow na Kiev, Bloomberg inaripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na shirika la habari, hatua hii ni ishara ya hivi punde kwamba Rais Donald Trump ana nia kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano na suluhu nchini Ukraine. Vyanzo vilisema kwamba uamuzi wa mwisho juu ya swala hilo bado haujachukuliwa. Shirika hilo la habari lilikariri kuwa mjini Paris siku ya Alhamisi, Washington iliwasilisha kwa washirika wake mapendekezo ya kuwezesha makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Vilevile, Marekani imeripoti kwamba ilikuwa imeunda rasimu ya utaratibu wa kudhibiti kusimamia usitishaji vita kamili nchini Ukraine katika mkutano kuhusu makazi ya Ukraine mjini Paris. Gazeti la Wall Street Journal linaripoti likiwanukuu maafisa wa magharibi. Kwa mujibu wa gazeti hilo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa Marekani imewasilisha mfumo wa jinsi vita hivyo vinaweza kukomeshwa, ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano, lakini haikusema inahusu nini. Mnamo Aprili 17 huko Paris, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikutana na Rubio na mjumbe maalum wa Marekani Steve. Kulingana na ikulu ya LC, mazungumzo haya ya kujenga yalisaidia kuleta misimamo yao karibu juu ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Vilevile, vitisho vya Washington vya kuachana na mchakato wa mazungumzo kuhusu Ukraine vinaelekezwa dhidi ya serikali ya Kiev badala ya Moscow. Tovuti ya Axios inasema ikitoa mfano wa maafisa wa Ulaya. Wanadiplomasia wawili wa Ulaya walithibitisha Rubio alisema Trump anapoteza uvumilivu wake na anaweza kujiondoa katika mchakato huo ikiwa makubaliano hayatafikiwa hivi karibuni. Chanzo karibu na serikali ya Ukraine pia kilisema inaonekana kwamba maoni ya Rubio yalilenga kuishinikiza Ukraine. Chanzo pia kilikuwa na wasiwasi kwamba kujiondoa kwa Trump kwenye mazungumzo
kunaweza kusababisha kusimamishwa kwa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Vilevile, si ikulu ya Marekani wala bunge la Marekani linalojadili msaada wowote wa kijeshi kwa Ukraine baada ya rasilimali zilizoidhinishwa na utawala Biden kuisha. Gazeti la New York Times linaripoti kwa hakika hakuna majadiliano mazito yanayoendelea kwenye ikulu ya White House au Capitol Hill kuhusu kifurushi kijacho cha silaha kwa Ukraine, wakati usaidizi wa sasa ambao ulisukumwa katika miezi ya mwisho utawala Biden ukiendelea, kulingana na wafuasi wa bunge la Ukraine. Kulingana na hilo, maafisa wa Ulaya wanasema hata hawajapata hakikisho kwamba Marekani itaendelea na mgao wake mkubwa wa kijasusi kwa Ukraine. Vilevile, mkataba wa maliasili ambao Washington inapanga kuhitimisha na Kyiv hauhusiani na suluhu ya mzozo wa Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce anasema hili ni jambo ambalo ni tofauti. Hili si sehemu ya mazungumzo ya kusitisha mapigano, sio kipengele ndani ya makubaliano ya kukomesha janga hili, aliambia Fox News. Bruce aliongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump atatarajia hilo kutiwa saini mwishoni mwa wiki ijayo. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.